Shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Nina furaha nyingine sana kukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Singing in the Spirit, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12:30 asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake, ikiwa tutaishi katika majira na nyakati yaliyonenwa na manabii waliotangulia, kwa hakika wana na ukuhani wa kifalme tunaishi na kutembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake, nasi tumeuona uaminifu wa Mungu Baba kwetu. Hapa babu mwana wa Mungu, tumeanza na somo letu ambalo linakwenda kwa jina la uaminifu wa Mungu Baba kwetu, na hakika kipindi hiki cha Singing in the Spirit ni udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kwa mwili wa Kristo, kwani hakika tumeishi utukufu wa maneno na nabii zilizotolewa na manabii waliotangulia. Hakika Mungu ni mwaminifu vizazi hata vizazi. Leo tutasoma neno kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 9, ambapo neno la Bwana linasema, basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Mungu ni mwaminifu, lakini pia anashika rehema zake na vizazi na uaminifu wake kwao wampendao hata vizazi elfu. Sisi hapa ni wana na ukuhani wa kifalme ambao tumeshuhudia kwamba Mungu ni mwaminifu, ambaye anaishika neno lake, anaishika ahadi yake, anashika uaminifu wake hata kwa vizazi elfu, kwamba tumeuona uaminifu wa Mungu Baba kwa neno ambalo alisema na baba yetu wa imani Ibrahim katika kipindi hicho ambapo Bwana alipomfunulia kwamba ilikuwa ni picha kupitia Isaac. Alipomtoa Isaac pale, alikuwa na picha iliyofunua kwamba katika miaka inayokuja mbele Yesu Kristo atakuja, ambapo ni Mungu naye alikuwa anakwenda kumtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Nasi tumeshuhudia hiyo katika kizazi hiki kwamba kwani Mungu ni mwaminifu, ametimiza ile neno ambalo alisema na manabii waliotangulia, hata na Isaya na manabii wote waliotabiri ujio wa Yesu Kristo. Na sasa hivi tumeshuhudia kwamba ni kweli Yesu Kristo amekuja, ni kweli ameteswa, amekufa, amefufuka kwa ajili yetu, na sasa anakaa ndani yetu na tumeketi naye katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Hiyo yote ikitufunulia uaminifu wa Mungu Baba. Kwa hiyo Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani ni udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kwa wana ndani ya ufalme wa Mungu. Hakika hili neno linazidi kutufunulia kile ambacho tumekiona huku katika Timotheo sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 13, neno la Bwana linatuambia, kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Kupitia huu mstari tunazidi kuona kwamba uaminifu ni asili ya Mungu, kwani hawezi kujikana mwenyewe kama alivyotuelezea hapa. Na ndio maana nakwambia mwana wa Mungu kwamba hakika ujio wa Yesu Kristo na kazi kamilifu ya msalabani, na sasa tunaishi katika utukufu wa utimilifu wa kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo, basi ni ufunuo tosha wa udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kwa mwana na ukuhani wa kifalme ndani ya mwili wa Kristo. Na ndiyo maana tunakuja kuona pia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 1 mstari wa 20 nasema kwamba, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwamba neno la Mungu ni amina na ni kweli, ili Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwa nini Mungu? Kwa sababu sisi ni udhihirisho wa utukufu wa Mungu Baba hapa duniani. Kwa ndio maana Bwana kile ambacho amekwambia wewe ni amina na kweli, kwa sababu wewe ni utukufu wa udhihirisho, wewe ni udhihirisho wa utukufu wa Mungu Baba hapa duniani. Na tukisema kwamba uaminifu ni asili ya Mungu Baba, kama ambavyo tumeona huko katika kitabu cha Timotheo kwamba kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa sababu hawezi
kujikana mwenyewe, kwa sababu uaminifu ni asili yake Mungu Baba. Na ndio maana mwana wa Mungu nazidi kuambia kwamba katika kile ambacho Mungu amesema na wewe katika muda na wakati huu ni neno la Mungu, ni udhihirisho kwamba hakika it is done. Kile ambacho Bwana ametenda kwako it is done. Tunaweza kuangalia kwa mfano wa mama yetu Sara katika kitabu cha Waebrania 11:11 anasema kwamba Sarah received strength to conceive a seed after believing that after considered that he who said is faithful to perform it. Kwa kupitia ile revelation ya uaminifu wa Mungu Baba iliyofunuliwa kwa mama yetu Sarah alipokea nguvu za kuweza conceive a seed. He received the strength to conceive a seed. Kwa nguvu ya wewe kuweza kudhihirika katika kile ambacho Bwana amekiachilia kwako, amesema na wewe kupitia neno lake, ipo katika wewe kuperceive his faithfulness kwako. Kwa unapopokea ufunuo wa uaminifu wa Mungu Baba kwako, ni nguvu ya udhihirisho kwa kile kitu ambacho Mungu amekwambia katika damu na nyama. Hakika hii tunazidi kuona pia kwa mfano Daudi katika kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 2 anasema kwamba nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Anasema kwamba nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Hakika Mungu ni mwaminifu sana kwa kila kitu ambacho Bwana amesema na wewe na amesema na mimi kupitia neno lake takatifu, na zaidi sana ametudhihirishia uaminifu wake kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Mwana wa Mungu, natamani na ningependa kuomba pamoja nawe, na tunazidi kumshangilia na kumshukuru Bwana katika lile neno alilosema na wewe katika majira sahihi, kwa sababu ulituma neno hata kuwaponya. Mungu amekupatia neno gani katika majira haya na katika kipindi hiki? Ndio tunakwenda kumshukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wake, na zaidi sana kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Basi ni udhihirisho kwetu kwamba hakika Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya neema yako ambayo Bwana umeiachilia kwetu katika majira na wakati huu. Asubuhi ya leo naungana na mwana wa Mungu ambaye ametudi katika kipindi cha Singing in the Spirit, ambayo Bwana umempatia neno lake kwa majira yake. Nasema asante, kama ilivyokuwa kwa mama yetu Sara, baada ya kuwa amepata ufunuo wa kwamba hakika Mungu ni mwaminifu, basi alipata nguvu ya kuweza kudhihirisha kile kitu ambacho Bwana ulikuwa umeshamwambia. Ndivyo ambavyo na sisi katika muda na wakati huu tumefunuliwa neema yako ya uaminifu wako, kwamba hata kama tukifikia point ya we don't believe, you still faithful, kwa sababu tunasema huwezi ukajikana mwenyewe. Ndio maana tunakuamini, tunakutukuza na tunakushukuru mfalme wa falme kwamba wewe ni mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu tumeshuhudia uaminifu wako kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Ndio udhihirisho wa uaminifu wako kwetu. Hakika tunakushangilia na kutukuza mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani, kwa ajili ya neema hii ambayo umeachilia kwetu. Asante kwa sababu uaminifu wako, uaminifu ni asili yako, nasi tumepokea uaminifu wako na udhihirisho wa neno ambalo Bwana umesema nasi katika majira na nyakati hizi, kwamba hakika ni mwaminifu katika kila eneo la maisha yetu, kwenye masomo yetu, kwenye biashara zetu, kwenye huduma zetu, na katika kila eneo la maisha yetu tunatamka kwamba hakika Mungu wewe ni mwaminifu, nasi ambao ni wana tunaofunua utukufu wako katika kila bahari, katika kila eneo la maisha yetu. Hakika tumethibitika katika udhihirisho wa uaminifu wako katika kila eneo la maisha yetu. Likarabasiketea Nikazo rika na madoske tia manda rabahaza libosha kante libahande likazo liamanta rabayata lika shanda rabahazo, na kutamkia mwana wa Mungu neno kathibitike katika utukufu wa uaminifu wa Mungu Baba katika kila eneo la maisha yako, katika kazi zako, katika kila kitu ambacho unakiwekea mikono yako kufanya kazi. Thibitika katika utukufu wa uaminifu wa Mungu Baba katika kila eneo la maisha yako, katika kila eneo la maisha yako, kwani wewe ni udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba hapa duniani, kwa sababu wana ndio ambao sisi ni nuru ya ulimwengu, na sisi tumefunua udhihirisho wa uaminifu wa Mungu Baba kupitia kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo ambayo tumeiamini. Bwana Yesu, tunasema asante, tunakushangilia na tunakutukuza, kwani uaminifu ni asili yako, na sisi pia tumeishi utukufu wa uaminifu wako mahali hapa na katika kila eneo la maisha yetu. Hakika Bwana tunakushukuru na tunakutukuza.
Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mwana wa Mungu, ninakupongeza kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia tunazidi kuambia endelea kujifunza na kupitia neno ambalo Bwana anasema nasi katika majira na nyakati haya, na kupitia kipindi hiki cha Singing in the Spirit na katika madhabahu yako hii ya Sonship Spirit TV. Mwana wa Mungu, mkaribishe na mwenzako ili wote tuzidi kunufaika na wote tuzidi kuwa kwa pamoja, na zaidi wote tukazidi kufurahia uaminifu wa Mungu Baba kwetu sisi. Na habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mimi pia ninakupenda na kufurahia, na Singing in the Spirit, God is at work, and that is the revelation of his faithfulness unto you. Shalom, shalom.